Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa. Hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi cha wananchi Young Africans katika kuhakikisha kwamba wanaendea mambo yao vizuri kabisa. Licha ya kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, inaonekana kuna mtu uko tayari ameshawekwa kwenye mstari mwekundu na huenda muda wowote anaweza kuondolewa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa, sababu ambazo zimepelekea kuweza kufanyika kwa hayo yote na nini chanzo ambacho kimepelekea mpaka kuweza kuibua kwa mambo haya mazito. Ikumbuka kwamba ndio kwanza msimu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara ndio kwanza umeanza, na ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea utakwenda kukijua hapa mwanzo mwisho juu ya sakata hili ambalo linaonekana kuchukua sura mpya ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans kutokana na kashfa hii nzito ambayo imemkumba huyu mchezaji. Ni nani huyo? Ni huyu hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu wakati wowote pindi ambapo taarifa zetu zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu pindi ambapo taarifa zinakuwa zinajiri, basi unakuwa na uhakika wa kuweza kupata taarifa zetu wakati wowote. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans unafahamu ya kwamba wanaendelea na mchakato wao, lakini kuna miongoni mwa watu ambao walikuwa wanauliziwa sana kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Wachezaji wengi waliokuwepo msimu uliopita waliondoka, na kila mmoja uliweza kushuhudia mwingine ameuzwa kama hivyo kina Alan Okello. Kila mmoja alikuwa na sababu zake ambazo zimemtoa kwenye kikosi cha Young Africans, lakini kuna mchezaji mmoja ambaye haikueleweka ameuzwa ama imekuaje. Huyu ni kijana Israel Patrick Mwenda, beki namba 2 wa kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Katika msimu uliopita alitumikia kwa uweledi mkubwa sana, akiweza kuwasaidia wananchi Young Africans katika kuweza kutwaa taji lao la ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Sasa kuna tukio ambalo liliweza kutokea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo pale Meja Jenerali Isamuhyo, ambapo siku hiyo Mwenda hakuwa na siku nzuri kazini. Kuna makosa ambayo yaliweza kutokea. Sasa toka hiyo siku mpaka wakati huu hajaonekana kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, hajulikani alipo. Mashabiki wakawa wanaulizia, je, kijana yuko wapi? Mbona haonekani? Mbona iko hivi? Kwa nini? Na nini ambacho kimepelekea kuweza kuonekana hilo? Sasa unaambiwa uongozi wa klabu ya Young Africans hatimaye umevunja ukimya na kutoa ufafanuzi wa kina kuhusiana na sintofahamu inayomkabili beki wao wa kulia Israel Patrick Mwenda, huku wakikanusha vikali taarifa zinazomhusisha mchezaji huyo na tuhuma za upangaji wa matokeo. Akizungumza hivi karibuni kwenye mahojiano maalum kipindi akizungumza, afisa habari wa Young Africans alikabainisha kuwa klabu hiyo haina taarifa za mahali alipo mchezaji huyo kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa. Kutoweka klabuni na barua ya Mwenda kwenda kwake, ambapo Mwenda alieleza kuwa amewasilisha barua rasmi kwa uongozi akiomba kupewa muda wa kujitenga na timu kutokana na changamoto za kisaikolojia zilizokuwa zikimsumbua. Hata hivyo, tangu kuwasilishwa kwa barua hiyo, mchezaji huyo hajarejea kambini wala kutoa taarifa yoyote ya msingi kuhusu kurejea kwake. Mchezaji huyu haonekani klabuni kwa mwezi na siku kadhaa bila sababu ya msingi. Aliandika barua akiomba kujitenga na timu kutokana na matatizo ya kisaikolojia, lakini mpaka sasa hatujui alipo. Ufafanuzi huo
huo unakuja kufuatia kauli za baba mzazi wa mchezaji huyo zilizoibua mjadala mzito kwenye mitandao ya kijamii, jambo ambalo uongozi wa wananchi umesema limewashangaza kwa kuwa hata wao hawana mawasiliano ya moja kwa moja na Mwenda. Yanga yakanusha tuhuma za upangaji wa matokeo. Kuhusu uvumi ulioenea kuwa klabu hiyo ilikuwa ikimshtumu Mwenda kuhusika na vitendo vya upangaji wa matokeo, yani match fixing, Kamwe alipuuza madai hayo na kusisitiza kuwa Yanga haijawahi kumtuhumu au kumhusisha mchezaji huyo na swala lolote la kimaadili au kiarifu, ambapo akitoa ufafanuzi sababu za mchezaji huyo kutotambulishwa kwa wakati wa tamasha la siku ya wananchi, amesema msemaji huyo alieleza kuwa isingekuwa na mantiki kumtambulisha mchezaji ambaye hajajiunga na wenzake na wala klabu haijui alipo. Sakata hili linaendelea kuibua maswali mengi miongoni mwa mashabiki wa Yanga, huku uongozi ukisubiri mchezaji huyo kurejea ili kutoa maelekezo ya kina kabla ya kuchukua hatua za kisheria zaidi ili kuweza kuendelea uko mbele na juu ya hatima ya hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine ni Young Africans ambao wanaonekana kuwa na jambo zito kweli na mchezaji huyo ambaye hivi karibuni hajaonekana kabisa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Lakini kwa kile ambacho amekiandika mchambuzi wa soka Ans Rafael anasema ya kwamba nipo chimbo nafuatilia sakata la Mwenda napata ukakasi sana. Msimamizi wa Israel Mwenda ambaye ni baba yake anasema aliongea na rais wa klabu akaambiwa chanzo cha kusimamishwa kwa mteja wake ni shutuma za upangaji wa matokeo, ambazo shutuma hizo zimekuja kuthibitika kuwa Israel hakuwa na hatia. Upande wa pili, meneja habari wa Yanga anasema Israel Mwenda ni mtoro kazini na wala hakuna kitu kinachoitwa shutuma za upangaji wa matokeo. Ukitizama dipu utagundua baba anamuharibia mwanaye akiamini anamkingia kifua. Alikamwe analinda image ya klabu na mchezaji. Hakuna mahala Yanga walikuja public kusema wanamtuhumu mchezaji kuuza mechi, kwa sababu wanajua impact yake kwa taasisi. Taasisi inapokuwa na wachezaji wenye uwezo wa kujihusisha na upangaji wa matokeo, hilo ni pigo la taasisi, watalikemea silini, lakini kamwe hawezi kuja kulisema hadharani. Wewe kama msimamizi wa mchezaji ukileta public, maana yake unamchonganisha mchezaji wako na mashabiki, lakini pia unaharibu imani yake kwa wachezaji wenzie. Wasimamizi wa wachezaji wanapaswa kuelewa corporate work different from the street. Unaweza kuzani unatafuta huruma ya mashabiki, kumbe unamharibia mchezaji wako kazini. Unaona bana, kwa kile ambacho amekiandika Ans Rafael akielezea yale ambayo yanayoendelea. Lakini katika hatua nyingine wanatoa ufafanuzi kwamba Israel Mwenda ni mchezaji halali wa Yanga mwenye mkataba wa miaka 2 kwa sasa. Ikumbuke msimu uliopita Israel Mwenda alisaini mkataba wa miaka 3, hivyo ameitumikia mwaka mmoja, yani msimu uliopita. Israel aliondoka kambini toka tarehe 25 bila ruhusa kutoka kwa kiongozi yoyote yule. Maana yake alitoroka kazini. Hizo taarifa ambazo zimetolewa kuwa Israel yamesimamishwa na viongozi wa Yanga kwa sababu anahusishwa na kuuza mechi, kwanza sio za kweli kabisa, kwa sababu mara baada ya mchezo wetu dhidi ya Simba pale Merejelali Samuyo ambao walitoa sare, bado mchezaji Israel aliendelea kucheza mechi zilizofuata. Mechi ya mwisho ya Israel Mwenda kucheza akiwa na jezi ya Yanga ilikuwa ni dhidi ya Namungo. Baada ya hapo Israel ya kuonekana tena kambini hadi leo hii. Yanga ni taasisi ambayo inaongozwa kwa kufuata taweledi. Kama klabu tulimwandikia barua mara 2 Israel na viongozi walimpigia sana simu, ila mchezaji akutoa ushirikiano. Mnamo Julai 3, 2026 mtendaji mkuu wa klabu ya Yanga Andre Mtini alimwandikia tena barua ya wito kuja kuripoti makao makuu Jangwani, lakini mchezaji bado hakutaka kutii wito. Hivyo wachambuzi wanapotoka kutoa habari za Israel Mwenda wanapaswa kujua kuwa Yanga haiwezi kumlipa mshahara mfanyakazi ambaye hayuko kazini kwa utoro. Yanga hawezi kumdhulumu mchezaji haki yake ya mshahara. Msimu uliopita walikuwa wachezaji 3 kama yao, kwa Siatola, Dickson Job, Clement Mzinze, wote hao walikuwa
majeruhi kwa muda mrefu, na kama Jobu na Mzinze waliokosa takriban 90% ya msimu uliopita kwa majeraha, lakini klabu iliendelea kuwalipa stahiki zao kwa wakati, kwa sababu idara zote za klabu zilikuwa na ripoti yao. Kama Izzle Mwenda alikuwa na changamoto ya kiafya au kifamilia, uongozi wake unajua wapi alipaswa kufikisha matatizo yake, lakini mchezaji alitoroka kambini. Sisi kama Yanga hatuna shida naye kwa sababu bado ni mchezaji wetu. Tumemsikia baba yake mzazi leo kwa Izzle Mwenda yupo Dar es Salaam, hivyo tunamuomba aje makao makuu au aende kambini ya Vic Town ili tujue tatizo lake ni lipi. Amezungumza Ally Kamwe akiweza kuliweka wazi juu ya sakata hilo la Izzle Patrick Mwenda. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande comment.